Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nina furaha sana kuweza kusimama mbele ya Mungu na mbele yenu nyinyi wateule wa Bwana ambao Bwana amekusudia mweza kufika katika nyumba itwayo kwa jina lake, mahali ambapo mkate wa uzima unabebwa. Amen. Amen. Kwa hiyo mimi ni nani? Mimi ni chombo dhaifu ambacho Mungu amependa kukitumia siku ya leo ili kuweza kunyosha neema yake kwetu sisi sote. Kwa hiyo nikijitazama mimi, hakika sioni hali yoyote ya kupendeza, lakini nikimtazama Yesu Kristo, ninaona jinsi ambavyo Mungu ameniandalia na vile ambavyo Mungu ametukamilisha katika Kristo Yesu, na ili kwamba tuweze kuwa baraka kwa wale ambao Bwana amewaita kwa ajili ya injili hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo asubuhi ya leo ningependa niweze kushiriki pamoja nasi kutoka kwa kitabu cha Ruth, mlango wake ni wa 2, mstari wa 1 hadi mstari wa 13. Na nikiweka utangulizi wake, kuna kitu ambacho ningependa sisi tuelewe kama wanafunzi wa Biblia. Ni kwamba kila hadithi katika Biblia iko na maana yake. Na kila ambacho nimekuja kutambua ni hakika kwamba Mungu ni storyteller. Mungu anafunua moyo wake through the stories in the Bible. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ametuandikia hadithi nyingi katika Biblia, lakini tukichunguza na kupeleleza tutaweza kujua na kupokea moyo wake na kujua njia ile ambayo ametuandalia na kujua vivyo hivyo mawazo yake jinsi yalivyo tofauti na mawazo yetu sisi kama wanadamu. Na anafanya hivyo ili kwamba aweze kutupa mwaliko tuweze kuondoka katika njia za mwanadamu, tuweze kuingia katika njia iliyo yake. Tuweze kuyatupilia mbali mawazo yetu ili tuweze kuyakumbatia mawazo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika hadithi ya Ruth kuna kitu ambacho Mungu anazungumza nasi siku ya leo. Kwa hiyo si kwamba Mungu hakuwa na kitu cha kuandika katika Biblia akatuandikia kumhusu huyu mwanamke ambaye alikuwa ni Moabu, bali ni kwamba Mungu alitaka kuzungumza ujumbe kwetu kupitia kwa huyu Ruth. Bwana Yesu asifiwe. Ruth alikuwa ni Moabu, na kulingana na sheria ni kwamba hawa wa Moabu walikuwa ni Gentiles, ni watu wa mataifa, ni watu ambao walikuwa wametupiliwa mbali, ni watu ambao hawakuwa na tumaini, ni watu ambao hawakuwa na Mungu. Huyu Ruth anazungumza habari yako wewe na mimi, kwa sababu sisi ni Gentiles, sisi ni watu wa mataifa. Kwa hiyo tunaposoma kumhusu Ruth, tunaona vile ambavyo Mungu amenyosha neema yake kwetu sisi, kwa sababu leo sisi ndio Ruth ambao Mungu anatuzungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ruth akiwa ni Moabu ni kwamba alioleka katika familia ya Naomi. Kwa hiyo nitakwenda kusoma na tutaweza kuona maana ya hadithi hii na tafsiri yake ya rohoni ni gani, kwa sababu mada ya ujumbe wangu ni Ruth aliweza kuishi vipi katika Bethlehemu alipomfuata Naomi. Bwana Yesu asifiwe. How Ruth lived in Bethlehem upon following Naomi. Haya basi tuingia katika hiyo Ruth, aya yake ni ya 2, tusome mstari wa 1 hadi mstari wa 13. Nitasoma katika nakala ya Kizungu. Now Naomi had a kinsman of her husband's, a man of wealth, of the family of Elimelech, whose name was Boaz. Kwa hiyo tunakuwa introduced, tulikuwa tunajua kwamba Naomi alikuja pamoja na Ruth, lakini walipofika Bethlehem ya Juda ni kwamba tunakuwa introduced kwa mtu mwingine ambaye anaitwa Boaz. Kwa hiyo tutaweza kwenda kujua pia Boaz anasimamia nani katika maandiko. And Ruth the Moabitess said to Naomi, "Let me go to the field and glean among the ears of grain after him in whose sight I shall find grace, I shall find favor." And she said to her, "Go, my daughter."
So she set forth and went and gleaned in the field after the reapers, and she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Verse number 4. And behold, Boaz came from Bethlehem, and he said to the reapers, the Lord be with you. And they said, and they answered, the Lord bless you. Then Boaz said to his servant, who was in charge of the reapers, whose maiden is this? And the servant who was in charge of the reapers answered, it is the Moabite maiden who came back with Naomi from the country of Moab. She said, pray, let me glean and gather among the sheep after the reapers. So she came, and she has continued from early morning until now, without resting even for a moment. Verse number 8. And Boaz said to Ruth, now listen, my daughter, do not go to glean in another field or leave this one, but keep close to my maidens. Let your eyes be upon the field and which they are reaping, and go after them. Have I not charged the young men to molest you? And when you are thirsty, go to the vessels and drink what the young men have thrown. Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, why have I found favor in your eyes, that you should take notice of me when I am a foreigner? But Boaz answered her, all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband has been fully told me, and how you left your father and your mother and your native land, and came to a land that you did not know before. The Lord recompense you for what you have done, and a full reward be given to you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Then she answered, you are most gracious to me, my Lord, for you have comforted me and spoken kindly to your maidservant, though I am not one of your maidservants. That is the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa huyu Naomi walikwenda na mumewe ambaye ni Abimeleki, wakakwenda katika nchi ya Moabu na wakakaa kule kwa miaka 10. Walikwenda huko wakiwa na matarajio kwamba pale wataweza kupata kitu. Kwa hiyo nchi ya Moabu ilikuwa ni nchi ya kutamanika. Watu wengi leo wameondoka nyumba ya Mungu, nyumba mahali ambapo mkate unamegwa, wanakwenda katika ulimwengu wakitarajia kwamba ulimwengu utaweza kutatua shida na changamoto zao, pasipo wao kujua kwamba Mungu tayari amekwisha kuandaa vitu vyote katika nyumba yake. Kwa hiyo baada ya miaka 10 ikawa kwamba Naomi anarudi nyumbani Bethlehem, kwa sababu alisikia kwamba Mungu amekumbuka watu wake kwa kuwapa mkate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anafanya, na ambacho tukiweza kukielewa tutaweza kufunguliwa macho ya ndani ya mtu wa ndani, ili tuweze kupokea moyo wake na kuona vile ambavyo neema yake imenyoshwa kwetu sisi. Ningependa nikurudishe kidogo katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati ambayo ni Deuteronomy chapter number 23 verse number 3, ndio uweze kuelewa hali ya huyu Ruth ilikuwa ni hali ya aina gani. Na ndio nimesema kwamba hakika tukijitazama sisi hatuna hali yoyote ya kupendeza ambayo inaweza kumfanya Mungu aweze kutupendelea na kufanya kazi katika maisha yetu. Lakini tukimtazama Yesu Kristo, kwa sababu Mungu ametuandalia katika Kristo Yesu, basi tutaweza kuja katika pumziko ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Deuteronomy chapter number 23 verse number 3. Biblia inasema hivi kuhusu watu ambao ni wa mataifa wa Amoni na wa Moabu. Ndio uweze kuelewa kwamba hakika ilikuwa ni neema ya kipekee ambayo ilinyoshwa kwa Ruth kupitia kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Naomi, kwa sababu Naomi anasimamia mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema no Ammonite or Moabite shall enter the assembly of the Lord. Shall enter the assembly of the Lord. Even to the 10th generation,
none belonging to them shall enter the assembly of the Lord forever. Why? Because they did not meet you with bread and with water on the way when you came forth out of Egypt, and because they hired against you Balaam the son of Beor from Pethor of Mesopotamia to curse you. Kwa hiyo Wamoabu na Waamoni walikuwa ni watu ambao walikuwa wametengwa, wamekataliwa. Paulo anazungumza habari hii katika Waefeso 2 mstari wa 11 na 12. Mimi ni mwalimu wa Biblia, kwa hiyo itabidi univumilie nikufundishe, nifunue kupitia kwa neno ndio tuweze kuelewa moyo wa Mungu na tuweze kuwa na mtazamo kama wa Mungu. Ndio tuweze kujielewa sisi kama Ruth hatuna hali yoyote ya kupendeza ili kwamba Mungu aweze kutupendelea, lakini tukimtazama Yesu Kristo tunapata maandalizi yetu, na hapo ndipo Bwana anapendezwa nasi, na hapo ndipo Bwana anaweza kututumia. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 2:11-12. Kwa sababu Waamoni na Wamoabu walikuwa ni Gentiles, ni watu wa mataifa. Sikia vile ambavyo Mtume Paulo anatufunulia kuhusu watu wa mataifa ndio uweze kuelewa hali, taswira halisi ya huyu Ruth, ndio uweze kuona kwamba alitambua kwamba Naomi ameleta neema kwake, kwa sababu Waamoni na Wamoabu hawakuwa wanakubalika na Mungu, walikuwa wamekataliwa. Waefeso 2 mlango wa 10 mstari wa 11 na 12 inasema, therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ. Hebu sikia, mtu ambaye ametengwa na Kristo ni mtu ambaye hana tumaini lolote. Mtu ambaye hana Kristo katika maisha yake, huyo ni mtu ambaye mwisho wake ni jehanamu. Kwa hiyo nazungumza kuhusu watu wa mataifa kwamba sisi kabla ya kupokea mwaliko wa kuja katika ufalme kupitia kwa wokovu, tulikuwa ni watu ambao hatukuwa na Kristo Yesu. Kama hatukuwa na Yesu Kristo, mwisho wetu ulikuwa ni upi? Mwisho wetu ulikuwa ni wa mauti, mwisho wetu ulikuwa ni wa hukumu. Lakini tukija katika Kristo, anabadilisha mambo hayo. Tunakuwa ni watu ambao tunapendelewa na ni watu ambao Mungu anaweza kuwatumia. Bwana Yesu asifiwe. Wamoabu walikuwa wamekataliwa, Mungu alisema hadi kizazi cha 10. Kwa hiyo hakuna vile wangeweza kuwa katika ule uwiano na familia hii ya Israeli ambayo Mungu alikuwa ameipendelea, isipokuwa kupitia kwa neema hii ya kipekee ambayo Naomi alikuja nayo. Kwa hiyo kulingana na Ruth, alitazama Mungu akafunua moyo wake, akajua kwamba sisi wa Moabu ni watu wa kuabudu sanamu na miungu, na kwa hiyo ni sisi ni watu ambao tumetengwa, hatuna kauli yoyote na Mungu. Mungu hawezi kutupendelea. Lakini kwa kuoleka kwa familia ya Naomi, kule kuoleka ni kuja katika wokovu, kule kuoleka ni kuunganisha moyo wako na wangu pamoja na Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo anasema kwamba we were separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel. Kwa hiyo hakuna vile wangeshiriki. Hata yule mwanamke aliyekuja katika kisima kukutana na Yesu Kristo alimuuliza Yesu, sisi tuna nini na nyinyi, kwa sababu hatutengamani na nyinyi, hatuna kitu chochote na nyinyi, hatuna ushirikiano. Kwa hiyo watu wa mataifa, sisi kama watu wa mataifa, kabla tuje katika Kristo, hakuna vile tunaweza kushiriki neema na baraka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo njia pekee ambayo Mungu ameiandaa ni kupitia kwa Yesu Kristo. Ukimkubali Yesu Kristo, basi unafanyika mwana katika familia ya Mungu, na kama ni mwana, wewe ni mrithi pamoja na Yesu Kristo. Na kama umekubalika katika familia ya Mungu, Mungu atakushirikisha katika baraka yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kwamba alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenant of promise. Hakuna wakati wowote ambao Mungu alimake a covenant of promise with the Gentiles. He made that promise, that covenant of promise
advantage at every level. We did not have any good condition warranting the works of God in our lives. Kwa hiyo mwanzo wetu ulikuwa ni mwanzo wa kushindwa. Kwa hiyo tunawezaje kubadilisha hali, na taswira hiyo ndio tutaweza kuelewa. Na Ruth baada ya kumfuata Naomi aliishi maisha ya aina gani? Maana baada ya kupokea wokovu, Mungu angependa tuishi maisha ya rohoni. Ni vipi tutaweza kuishi maisha ya rohoni? Ni wapi tunajifundisha kuishi maisha ya rohoni? Vivyo hivyo tutaweza kujua kupitia kwa maisha ya Ruth. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kwamba strangers to the covenant of promise. Hebu sikia hii sasa, anasema kwamba having no hope and without God in this world. Kwa hiyo we were people who were disadvantaged, shut out from the presence of God. But this time round, ninamuona Naomi ambaye anasimamia mtumishi wa Mungu, ambaye amefungua mlango wa neema kwa huyu Moabu, mtu wa mataifa, ili kwamba aweze kushiriki katika neema hii itokayo kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo huyu Ruth anazungumza habari yako wewe na mimi. Hivyo ndivyo tulivyo sisi ni vyombo dhaifu ambavyo havistahili, lakini ili tuweze kustahilishwa, ili kwamba tuweze kukamilishwa, sasa Mungu anapeana mwaliko kupitia kwa Yesu Kristo. Yeyote ampokeaye mwana wa Mungu Yesu Kristo anapewa uwezo wa kufanyika mwana vivyo hivyo katika familia na jamii ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mlango wa neema ambao Mungu alikuwa amefungua. Kama vile tunavyoishi nyakati za neema, wakati ambapo Mungu amefungua mlango huu ili watu wa mataifa waje katika Kristo Yesu waweze kushiriki neema hii ya msamaha wa dhambi na kuzaliwa kwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sasa tunaanza kuona kwa hiyo ni nini ambacho kilikuwa pale nyuma. Kwa hiyo ninaanza kufuatilia safari ya huyu Naomi akirejea Bethlehem, Juda. Bethlehem of Juda, Bethlehem kwa Kiebrania inamaanisha nyumba ya mkate. Beth, nyumba, Lehem, mkate, nyumba ya mkate. Nyumba ya mkate ni nani? Maana mkate wa uzima ni Yesu Kristo. Kwa hiyo nyumba, mahali ambapo mkate unapatikana ni kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Huko kwingine kote hakuna mkate. Mahali ambapo Bwana anamega mkate wa uzima kwetu ni kanisani. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba Naomi alipokuwa anarudi kutoka Moabu, nchi ya kutamanika, maana ulimwengu unatamanika, ulimwengu unaahidi kutimiza yale ambayo ni matamanio ya moyo wako, lakini ukweli ni kwamba katika ulimwengu hakuna suluhu, katika ulimwengu hakuna dawa ya kutibu maradhi ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ametuandalia kanisa lake, na katika kanisa amefanya maandalizi ya kwake. Kwa hiyo sisi tukija tunakuja kushiriki katika maandalizi yake. Kwa hiyo ni kumaanisha tukiwa kanisani tukitumika na Mungu ni kwamba tumeingia katika pumziko na tunadumu katika neema hiyo na kushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikawa siku moja sasa Naomi anarejea nyumbani Bethlehem akiwa na Orpa na Ruth. Kwa hiyo Naomi akataka kufunua mioyo yao kwa kuambia kwamba nimewafungua, rudini katika nyumba ya mama yenu na baba yenu. Lakini moja kati ya hawa ambao ni Ruth alipokuwa amekaa na huyu mama mkwe ambaye katika Biblia anaashiria mtumishi wa Mungu, akaona neema ya pekee. Lakini huyu Orpa hakuona hicho. Hello. Unajua kuna watu ambao wakija kanisani, kuna aina mbili ya Wakristo. Kuna wale ambao wanaishi maisha ya Orpa, kuna wale ambao wanaishi maisha ya Ruth. Tunaona Ruth alimfuata mtumishi wa Mungu hadi mwisho, lakini Orpa alifika njiani akaona hapana, nikiendelea kufuatana na huyu mtumishi ni kama maisha yangu nayapoteza. Wacha nirudi kwa nyumba ya mama yangu na baba yangu. Wacha nirudi kuabudu miungu ya kwetu, kwa sababu hiyo ndio
kuelewa sana. Wacha nirudi kwa marafiki wangu walioko katika ulimwengu. Lakini Ruth alikuwa amekata kauli, akasema kwamba sitarudi kamwe, watu wako watakuwa watu wangu, yaani ndugu zako watakuwa ndugu zangu. Yaani ni kumaanisha kwamba kanisa hili, ndugu hawa, dada hawa ndio watakuwa ndugu na dada zangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Ruth akamwambia, usinisini rudi, nimekata kauli. Kwa hiyo moyo wa Ruth ukaonekana ukiwa tofauti na moyo wa Orpa. Vivyo hivyo katika safari hii ya imani, mioyo yetu bila shaka itafika mahali itafunuliwa. Halo. Je, tutaweza kumfuata na kufuata maono na kufuata mwongozo na mwelekezo wa mtumishi wa Mungu hadi mwisho, ama tutafika mahali katika mpaka na tuseme kwamba wacha mimi nirudi mahali ambapo ni comfort zone yangu? Halo. Kwa hiyo kuna mahali ambapo tumetoka na kuna mahali ambapo tupo na kuna mahali ambapo tunaelekea. Wengi wanatembea katika safari hii ya imani wakitazama nyuma, na Yesu akasema kwamba yeyote ambaye ameweka jembe katika kulima hali akitazama nyuma hastahili katika ufalme. Je, wewe na mimi, mioyo yetu iko namna gani? Sisi ni watu wa kutazama nyuma ama sisi ni watu wa kuendelea mbele zaidi? Halo. Hakika mioyo yetu itafika mahali pa kufunuliwa katika safari hii ya imani. Kwa hiyo ninaona kwamba Ruth akaforsake maisha yake, akapeana maisha yake mikononi mwa Naomi. Huyu Naomi nimesema ni kivuli, anaashiria kazi ya mtumishi wa Mungu. Kazi ya mtumishi wa Mungu ni kwenda katika ulimwengu ili kuwaongoza wengi kuja katika nyumba ya mkate, katika ufalme wa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Naomi akafanya kazi yake, lakini katika mwaliko huo tunaona kwamba mmoja akapokea neema na mwingine akakataa neema. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakataa neema hii ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwisho wao ni hukumu na mauti katika ziwa la moto. Halo. Ruth akamfuata huyu Naomi na alielewa kwamba sasa maisha yake ameyapoteza kwa ajili ya kufuata maono na mwongozo wa mtumishi ambaye anamuongoza kiroho, jina lake ni Naomi. Wakaja wakaambatana na yeye mpaka wakafika Bethlehemu ya Juda. Walipofika katika Bethlehemu ya Juda, ikawa kwamba sasa huyu Ruth anakwenda kufanya kazi ya kuvuna ngano, maana walifika kama ni msimu wa kuvuna ngano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika pilika zake akaja katika kiwanja cha mtu tajiri, jina lake ni Boaz. Ningependa kueleza kwamba tulipokuja katika wokovu tulikuja kwa mtu ambaye ni tajiri, jina lake ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Boaz anasimamia Yesu Kristo. Boaz ni kivuli cha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Boaz lina maana fiche na ambayo ukiweza kufunuliwa ndio utaweza kumwona Yesu Kristo. Halo. Kwa sababu kama wewe ni mkulima wa njugu, unajua njugu inamea, inajificha pale kwa mchanga, hapa juu unaona majani yake. Ukivuna ile njugu ndio uweze kufurahia, lazima uvunje ile nyumba yake ya nje ndio uweze kufurahia ile njugu. Na ukitaka njugu iwe tamu zaidi, unakaranga ama unaipika ndio iweze kudhihirisha ladha yake. Vivyo hivyo, ili tuweze kufurahia maana ya hadithi hizi za Biblia, lazima tupokee maana ya rohoni, ndio hadithi hizi siweze kufunua moyo, njia na mawazo ya Mungu, kwa sababu kila hadithi ina kusudi katika maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namuona sasa Ruth amekuja katika kiwanja, the field of Boaz. The field of Boaz stands for the church. Akaja kanisani. Yule Boaz nimesema jina lake linamaanisha the pillar of the temple front. The pillar of the temple front. The pillar of the temple front is speaking about Jesus Christ, who is the pillar of our spiritual life. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. So the pillar of our spiritual life is Jesus Christ. And the Ruth came to the field of Boaz. Na alipokuja pale akajiunga na wengine wanawake na watu wengine waume wa kike waliokuwa wanavuna ngano. Ulikuwa ni msimu wa kuvuna ngano. Kwa hiyo alipokuja Bethlehem ya Juda akapata kwamba kuna maandalizi. Tunapokuja kanisani ni tuelewe kwamba kuna maandalizi ambayo Mungu ametuandalia. Ni maandalizi ya neema, ni maandalizi ya kuishi maisha ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Boaz alipouliza jina lake akaambiwa huyu ni Ruth. Na habari za Ruth zilikuwa zimemfikia, jinsi alivyoikana nyumba ya baba yake, nchi ya kwao, watu wa ukoo wao. Yaani nikimwangalia huyu Ruth ninaona pia anatembea katika nyayo za Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu alitoka katika nchi ya kwao, kwa nyumba ya baba yake, kwa ukoo wao, akaamua kukata kauli ya kwanza safari ya kuelekea katika nchi ya ahadi. Hiyo nchi ya ahadi kwetu sisi kama Wakristo ni Yesu Kristo. Tukifika kwa Yesu Kristo tumefika katika nchi ya ahadi, mahali ambapo kunatiririka asali na maziwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sasa Ruth aliwacha baba yake, Ruth aliwacha mama yake, akawacha marafiki zake, akawacha vitu vyote ambavyo alikuwa amekulia akiwa katika nchi ya Moabu. Mungu anazungumza nini nasi kupitia kwa hiyo? Kwamba maisha ya rohoni, maisha haya ya imani ni kukata kauli kwamba tunaweza kuacha yote kwa sababu ya Yesu Kristo. Ninapenda vile ambavyo mtume Paulo anasema kwamba yote yaliyokuwa ya dhamana kwangu nimeyahesabu kuwa mavi kwa sababu ya kumfuata, kwa sababu ya kumjua, kwa sababu ya kuwa na Yesu Kristo. Haleluya. Ruth aliwacha yote nyuma, akaamua kufuata mwongozo na mwelekezo wa huyu mtumishi wa Mungu Naomi. Naomi akamleta mpaka nyumba ya mkate, na alipofika hakika akapata maandalizi yameandaliwa. Akaja katika kiwanja cha mtu ambaye ni tajiri na ambaye alikuwa ni mkombozi katika familia yao. Huyu Boazi anazungumza kuhusu Yesu Kristo ambaye ndiye our kinsman redeemer. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo alipokuja hapa katika Bethlehem ya Juda, ndio ningependa tuone baada ya kuja katika wokovu tunastahili tuishi maisha ya aina gani. Hakika ni vyema kwa sababu tumekuja kanisani. Kwa sababu inawezekana tuko kanisani lakini hatujakuja katika Kristo. Kwa hiyo zaidi ya kukuja kanisani ni kwamba tuje kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengi wanakwenda kanisani, lakini ukichunguza na kufunua mioyo yao utaweza kuelewa kwamba wanakwenda kanisani lakini hawajakuja kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo katika safari yao kuna mahali ambapo wamekomea badala ya kwenda zaidi. Kwa hiyo zaidi ya kuja kanisani, zaidi ya kwenda kanisani, njoo kwa Yesu Kristo. Maana ukija katika Yesu Kristo, hapo ndipo kuna pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mathayo 11:28-29 Biblia inasema kwamba njoeni kwangu enyi nyote mliolemewa. Maana Yesu anatazama watu hata na siku ya leo wana mizigo mizito, na mzigo ambao ni mzito zaidi ya yote ni mzigo wa dhambi. Yeremia 2:22 nasema mtu anaweza kujiosha namna gani hiyo dhambi iliyoko ndani ya moyo wake? Hiyo huwezi kuosha na sabuni, hauwezi kuosha na magadi. Hiyo inaweza kuoshwa na Yesu Kristo, na damu ya Yesu Kristo. Yesu akawaambia njoeni kwangu. Leo kuna watu wamelemewa na mizigo mizito, na mzigo huu ni dhambi.
Yesu anawaita hata na siku ya leo watu wake walio kazi ya mikono yake, anawaambia mumekaa hapo kwa muda mrefu, njoo kwangu nami nitaweza kuwapumzisha. Ana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pumziko ya kweli iko katika Yesu Kristo, haiko katika dini, iko katika Yesu Kristo. Ina maana kwamba ijapokuwa walikuwa karibu na Yesu Kristo, lakini hawakuwa wamekuja kwa Yesu Kristo njia nyingine, hawakuwa wamemwamini na hawakuwa wameamini kazi aliyokuja kuwafanyia. Leo Yesu anatuita tuje kwake, na kuja kwake na maana tuamini aliyotutimizia katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ruth alikuwa ameandaliwa. Maandalizi ya neema, maandalizi ya Mungu yalikuwa katika Bethlehemu ya Juda. Ningependa nikuulize mpendwa, wewe unaishi maisha ya aina gani? Now that you have come unto Christ by salvation, which is by faith, which is through grace, how are you living your spiritual life? Hello? Yes. Tunaishi namna gani? Kwa sababu watu wengi wamekuja kwa Yesu Kristo, lakini hawataki kuishi kulingana na maandalizi ya Kristo. Bado wamerudi kuishi kulingana na maandalizi yao. When we came to Christ, we forsook our life, because when Christ was crucified on the cross, my life was given on the cross. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda vile ambavyo Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 1:19-20, anasema kwamba je, hamjui kwamba miili yenu imefanyika kuwa ndio hekalu ya Mungu? Paulo anasema kwamba my life is not my own. There is an owner to this life. Once you receive salvation, your life is not your own. In other words, you forfeit your heart, you forfeit your ambitions, you forfeit your desires, and live for Christ and the gospel and everything in between the gospel. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaishi kwa maandalizi ya aina gani? Kuna maandalizi ya mwanadamu na kuna maandalizi ya Yesu Kristo. Mungu anatuita tuishi kulingana na maandalizi ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo kuja katika wokovu ni kuishi maisha ya Kristo. Hayo sio maisha yangu. Now I begin to live according to the will, the desire and the purpose of God. Bwana Yesu asifiwe. Ruth alipotoka Moabu, wewe na mimi tulipotoka katika ulimwengu, mahali ambapo tulikuwa tumenaswa katika anasa za ulimwengu, katika ulevi, katika udanganyifu, katika kiburi, katika haya machipuzi ya dhambi ya kila aina. Tulipotoka huko tukija kanisani, ni tuishi kulingana na maandalizi ya kanisani, maana kanisa ni la Kristo Yesu. Kristo ameandaa maandalizi kwa ajili yako wewe na mimi. Ni kumaanisha tuache kuishi maisha ya ubinafsi. It is no longer about me. It is no longer about you. It is all about Christ. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yangu yaliisha pale msalabani. Now this life I am living by the preparation of Jesus Christ. Hallelujah. And that is the preparation that was in Bethlehem of Judah. Ningependa nikuulize mpendwa, kwa nini unadhani watu wengi inawakalia vigumu kufuata mwongozo wa mchungaji wa Mungu katika kanisa lake? Why is it so hard for people to follow the guiding and the leading of the servant of God in the true church of God? It is because their heart is not crushed. It is because they still see value in their life. But we did not have any warranting condition. We were disadvantaged. We were poor. We were cast out. But now that we have come to Christ, it is about time we realize that this life is all about Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Napenda vile ambavyo Yesu anasema katika
Marko 10, Mark chapter number 10 verse number 29 and 30, anasema hakuna yeyote amewacha mashamba, akawacha baba, akawacha mama, akawacha dada, akawacha vitu vyote kwa ajili yangu mimi Kristo na Injili. Haleluya! Ukiwacha vyote kwa ajili ya Kristo na Injili, anasema utapata mara 100 pamoja na udhia. Haleluya! Kwa hiyo udhia ni chakula ya Mkristo, licha kwamba tunapitia katika hali ya kudharaulika, hali ngumu, lakini kwa sababu ni Kristo, hapa tunapata kutosheleshwa na kukamilishwa. Bwana Yesu asifiwe. There is nothing to lose in Christ. In fact, there is everything to gain in Christ. And your Christian anasema kwamba he who gains his life in this kingdom, he has lost it. But whoever loses his life for the kingdom, for the sake of Christ, for the sake of the gospel, he has gained his life. Bwana Yesu asifiwe. There is only one way, which is the way of Jesus Christ. Na Ruth alijua, Ruth alielewa kwamba I will have to lose my life, my ambitions, my desires in life, to follow the servant of God. For in doing so, I will retain my life, and God will work in my life, and the blessings of God, the manifest grace of God, shall overflow, shall locate me, and shall lead me in the way. Bwana Yesu asifiwe. We have been called to live spiritual life. Na kuishi maisha ya rohoni tunajifundisha kupitia kwa Biblia. Kwa hiyo ukiangalia maisha ya Orfa, huyo ni Mkristo ambaye bado moyo wake unakuwili. Hajaamua, mguu mmoja iko ndani, ingine iko nje. Halo. Lakini ukiangalia Ruth, ameforsake maisha yake na kila kitu chake, haoni dhamana katika maisha yake. Amekata kauli kwamba nitamuishia Kristo na nitakuwa chini ya mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie katika Ruth chapter number 3. Ruth chapter number 3. In Ruth chapter number 3, ndio tusikie vile ambavyo Ruth alifanya. Verse number 8 and 10. 8 to 10. Ruth chapter number 3 verse number 8. Unajua mambo ya rohoni yanaonekana upumbavu na ujinga kwa watu wa ulimwengu, na hawawezi kuyapokea kwa sababu mioyo yao bado haijauishwa. Unajua Ruth aliambiwa na Naomi, mwanangu, uende kwa huyo Boazi wakati wa jioni, ulale kwa miguu yake, na usiku wa manane utakapofika umwambie akuzukie ama akuambukizie vazi lake, yani akufunike kwa vazi lake. Halo. Unajua kama ni mtu wa kupiga mahesabu, atafikiria kwa hiyo ni kumaanisha Naomi ananiuza ndio niende kufanyika ndogo ndogo ya huyu. Lakini Ruth alikuwa ni mtu wa imani. Hakuwa na maswali kwa sababu maisha yake hayakuwa yake tena. Aliishi kwa mwongozo wa Yesu Kristo. She never questioned anything that comes from this servant, from this true servant of God. Nisisitize, nazungumza na watumishi wa kweli. Nazungumza kuhusu watumishi wa kweli wa Mungu walio na mwongozo na mwelekeo wa kibibilia. Bwana Yesu asifiwe. Ruth chapter number 3 verse number 8 to 10. Biblia inasema hivi: At midnight the man was startled and turned over, and behold, a woman lay at his feet. He said, Who are you? And she answered, I am Ruth, your maidservant. Spread your skirt over me, your maidservant, for you are the next of kin. Spread your skirt over me. This is the garment that has a symbolic meaning, the garment of righteousness. Huyu Ruth hakuwa na haki ya kwake, hili vazi la Boazi. Boazi ni kivuli cha Yesu Kristo, wapendwa. Kwa hiyo vazi lake inaashiria haki ya Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema kwamba kwa hekima yangu, kwa fikra zangu, siwezi
Yesu asifiwe. Haya ndio maisha ya neema. Ruth continued to seek for this grace. Alielewa kwamba hana haki. Kwanza, she is a Moabite. She is disqualified. There's nothing she can do to deserve the attention of God, but only by believing, by submitting, by forsaking her life, by throwing her heart, by crushing her heart, she can only receive the righteousness of Jesus Christ. Kwa hiyo tunapokuja kanisani, hatuna haki ya kwetu. There's nothing that we can do. There's nothing that can come from us which is good. For man and his thoughts are evil continually. There's nothing good from us. But Jesus, spread your skirt, spread your garment unto us, cover us, take us under your wings. Bwana Yesu asifiwe. Miguuni pa Yesu Kristo. Hebu angalia wote walioanguka chini ya miguu ya Yesu Kristo. In the feet of Jesus is a position of down, and that means Jesus is up, and so the blessing can flow from up to down. Bwana Yesu asifiwe. At the feet of Jesus, Jairo alikuja akianguka kifudifudi miguuni pa Yesu, akamwambia, binti yangu yupo katika hali ya kufa, tafadhali njoo umponye. At the feet of Jesus. Hallelujah. And there was another woman who also came to the feet of Jesus. At the feet of Jesus. That is the position of receiving. So when we come to church, our position will always be down and Christ is up, so that we can receive the workings of God. Bwana Yesu asifiwe. And the boy spread his skirt over to Ruth, and Ruth was covered. Ruth was a widow. A widow is vulnerable. A widow is weak. A widow is without cover. A widow is without protection. Hivyo ndivyo tulikuwa katika ulimwengu. Without hope, without God, alienated from Christ, and we could not partook of the commonwealth of Israel. Lakini tukija miguuni pa Yesu, tunatazama msalaba wake, damu yake inaanguka kwetu, inatuosha, inatutakasa, inatubadilisha, tunakuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Ni maisha gani mpendwa utaishi baada ya kuja katika wokovu? Ili neema ya Mungu ikujilie, lazima wewe na mimi tuishi maisha ya Ruth. Aliishi maisha ya neema, alitafuta neema hiyo siku zote, alikubali kuongozwa na mtumishi wa Mungu Naomi. Halo. Ijapokuwa inaonekana ni ujinga na upumbavu, to forsake your heart and your life and to place it in the hand of Jesus and to rely on the servant of God, but that is the wisdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Ni maisha ya aina gani tumeitwa tuishi? What kind of a life shall we live now that we have come to salvation? There is only one life which warrants the blessing of God in our lives, and it is the life of forsaking our hearts. It is the life of throwing, crushing our heart, and saying that by the wisdom of man it is impossible, but by the wisdom, by the preparation of God, it is possible. Bwana Yesu asifiwe. When Ruth stepped out, she closed her eyes to everything that is desirous in Moab, and she decided to follow Naomi, though it looked blindly, but the Lord was there casting a light unto her feet, and she came to rest. Oh, kulikuwa na kazi gani katika Bethlehem ya Juda? Kulikuwa na kuvuna. Kwa hiyo tumekuja katika kanisa tufanye nini? Kule kuvuna kwa ngano ni kuvuna nafsi za watu na kuwaleta katika ufalme. Halo, Biblia inasema kwamba she has worked from morning till this time.
preach to our brothers to witness this gospel. Unaona hili shamba ni kubwa. Shamba hili ni ulimwengu. Pengine Mungu amekupeleka kwa duka, pengine wewe ni mwalimu, pengine uko in the corporate world. That is the field that God has prepared for you as an opportunity to spread the gospel, the good news gospel about the forgiveness of sin and the secret of being born again. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kuwaleta wengi katika ufalme. Waliompokea Yesu aliwapa uweza wa kufanyika wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kuzaliwa kwa mapenzi ya baba yangu na mama yangu haiwezi kuniqualify kufanyika mwana wa Mungu. Mimi nabaki kuwa mtu wa Mungu, lakini naweza kuwa ni mtu, ni kazi ya mikono ya Mungu, lakini ambayo haijamkumbatia Kristo ndani ya moyo. Kwa hiyo mwisho wangu hauna kitu chochote cha kutamani. Mungu anataka kuwafanya wengi wawe wana wa Mungu, warithi pamoja na Yesu Kristo, waweze kushiriki neema hii inayopeanwa, ambayo imekuwa extended katika maeneo haya kupitia kwa kanisa la God News. Oh church, Bwana Yesu asifiwe. So that means there is a way and there is a preparation that God has made for us. Na ndiye anasema tutoke katika njia kuu, katika njia za vitongoji, tuende tuwaite watu wengi, tuambie njoo, maana Baba ameandaa meza na kuna mkate, njoo ushiriki. Bwana Yesu asifiwe. Come to church. Hakuna haja ya kukaa hapo kijifariji. Njoo mahali ambapo mkate unamegwa. Njoo mahali ambapo Bwana ameiandaa kazi yake, uishi kulingana na maandalizi ya Mungu. Hapo tu ndipo kuna pumziko, na hapo ndipo kuna tumaini, na hapo ndipo kuna chemichemi ya uzima. Kwa hiyo Ruth, wewe na mimi tumeitwa tuishi kama Ruth. Kuja katika wokovu ni kuishi maisha ya rohoni, na maisha ya rohoni ni kuishi kwa kutegemeza neno la Mungu. Na ili neno hilo liweze kufanya kazi, lazima lipokelewe ndani ya moyo. Lazima tuliamini ndani ya moyo, sio katika mawazo, ndani ya moyo. And when the word of God enters into the heart, that is the power of God at work. Because God transforms men and women from the inside of their hearts. Let the power of God soak deep into your heart and transform you and cause you to become a new creation. Hallelujah. Napenda vile ambavyo Daudi anasema katika Zaburi 16. Mungu anapendezwa na watakatifu. Kanisa ni maandalizi ya Mungu, mahali ambapo watu wanabadilishwa, wanafundishwa vile ambavyo wanafanyika watakatifu. Na hapa ndipo Bwana ametuandalia. Njoo kanisani ubadilishwe, uishwe, ufanyike kiumbe kipya, uwe mtakatifu, maana mbingu ni ya watakatifu pekee. Halo. Let us forsake our lives and let us place our lives in the hand of Jesus, and let us live the life of Jesus, because that is the greatest preparation that God has prepared for us. Thank you for listening, and may God anchor you in His word and bless you and transform you and cause a blessing in your life. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya neema hii kwa ambayo unashusha kupitia kwa maandalizi yako katika kanisa hili, katika maeneo haya. Asante Mungu Baba, kwa sababu unakusudi. Unasema kwamba neno lako haliwezi kukurudia bure pasipo kuyatekeleza mapenzi na makusudi yako. Wewe unasema kwamba mchanga unaokunywa mvua inayotoka kwako, mchanga huo umebarikiwa. Mioyo iliyopokea neno lako ibarikiwe. Mioyo hiyo ibadilishwe, iuishwe
ikombolewe na utumie nafsi hizo Bwana kuathiri maisha ya watu wengine katika maeneo haya. Maana wewe uliandika majina yetu katika viganja vyako. Bwana, waite watu kutoka kaskazini, magharibi, mashariki na kusini. Waite, wapee mwongozo na mwelekezo, waje hapa mahali ambapo umeandaa karamu na vinono, waweze kushiriki pamoja na wewe.